Kwanza ukae wazi ni kwamba mpira una matokeo matatu. Unaweza ukashinda, ukafungwa, ukatoka sare. Ni kitu cha kawaida. Lakini mijadala inakuja pale ambako unafungwaje, unatokaje sare, unashindaje. Hapo ndo kwenye mjadala. Lakini matokeo yote yanakubalika, yote matatu. Kwa hiyo watu wasichukulie kwamba watu wanalalamika kwa nini timu fulani imepata sare, au kwa nini timu fulani imeshinda, au kwa nini imefungwa. Watu wachokiangalia wanakwenda mbali kuangalia unapataje hayo matokeo. Kwa hiyo leo hii Yanga ampata sare 3 mfululizo. Dhidi ya Azam kapata sare. Dhidi ya nafikiri mechi nyingine iliyofuata Azam kapata sare. Ikaja mechi nyingine ilikuwa nafikiri ya Simba kapata sare, ya Azam kapata sare, na mechi ya Tabora kapata sare. Mechi 3 mfululizo anapata sare. Sasa akipata sare vile, kama mazingira yakiwa yako rafiki, unakosa justification ya kuweza kuizungumzia sare. Kwa maana kwamba ratiba ikiwa katika mazingira mazuri ya mechi kuruhusu, unaona timu ikawa inapata muda wa kupumzika, waamuzi wakiwa wanafanya kazi yao vizuri, hakuna mtu aliyoonewa, manake pale inabaki kwenye klabu wao waanze kujiangalia. Na hata mtu kikao ukaanza kuonyesha kidole kama pengine mna timu mbovu, mna mwalimu mbovu, si umesajili vibaya, hivyo utakavyosema unakuwa una haki, kwa sababu ulichokizungumza kimebakia kwenye timu yao. Lakini ikitokea timu hiyo katika mazingira hayo inapata sare hizo 3 ikiwa ina mechi conjuncted, yani mechi zimekabana mpaka inafikia hatua wanacheza chini ya muda wa kawaida wa kucheza, afu bado maamuzi yakawa hayako sahihi, watu wanapata justification ya kuona kwamba hizo sare hazikustahili, kwa sababu ni mazingira ambayo hayakuwa rafiki ya kiuchezaji na wachezaji. Kwa hiyo ndio tofauti ambayo lazima tuweze kuizungumza na watu waweze kuielewa. Kwa hiyo definitely au basically kwa upande wa issue ya Yanga tutasema kwamba sare ya Yanga imeingiliwa na vitu vingi, na hasa mpangilio, lakini pia na mambo ya kimaamuzi yamepelekea kuweza kuathirika, na ndipo wakaweza kusekiwa alama 3 katika mechi ngapi? 3 badala ya alama 9. Sawa. Lakini kwa upande wa Simba wao ukiangalia sare yao ambao wamepata, utakwenda kuzungumzia typically kwenye aina ya mchezo, kwa sababu ukiangalia in terms of ratiba wao wako favored, wanapomzika muda wa kutosha. Lakini pia hata waamuzi kwa sehemu kubwa walikuwa wako upande wao kwenye baadhi ya mechi nimeweza kuzishuhudia. Kwa tutakachokiangalia tutaangalia kwamba Pamba Jiji waliingia wakiwa wana mbinu sahihi ya kuweza kuwakabili, na kubwa ambacho kimeweza kuwasaidia ni kuwa fiti kwa muda dakika 90, lakini pia walijua madhaifu ya Simba hasa kwenye eneo la mwisho wakaweza wakatumia. Kwa mechi ambayo Simba anapata sare, inatakiwa hapa tuanze kuwaangalia Simba wenyewe kwamba kwa nini unapata sare. Je, kikosi chao kimetimia, kipo timamu, au kama na fakta nyingine za nje ya kiwanja? Ukiachana na sare ya jana hiyo ambao wametoa Simba, lakini tumeshuhudia mchezo mzuri sana, mchezo bora sana ambao wameonyesha Pamba Jiji pia na Simba Sports Club. Ukiangalia performance ya wachezaji wa Simba na muda ambao wamepumzika kwa muda mrefu, tofauti na ukilinganisha na klabu ambao wanakimbizana nao kwenye ubingwa, una utathmini vipi mchezo wa jana kulingana na performance ya Simba? Nafikiri Simba walicheza vizuri kwenye level ya ushindani wao. Waliweza kupress muda mwingi, waliweza kuwataki Pamba, lakini changamoto ambazo walikuwa nazo ni kwenye umaliziaji, na kubwa ni kwa sababu kwanza timu ni mpya, lakini pia haijaunganika, na tatu wanakosa mshambuliaji ambaye ni kinara. Tukasema wamekuwa wakitumia force number 9. Sasa ni system nzuri kama timu itakuwa na total dominance, yani kama mtaweza kudominate sehemu kubwa ya mchezo ukitumia force number 9 utapata matokeo. Ndio maana kuna kipindi Barcelona waliweza kutumia hiyo kana na Pep Guardiola, lakini pia hata ukija Man City wanatumia, kwa sababu aina ya mpira wao wanakucontrol katika maeneo yote, na wewe wajikute kazi yako ni kuweza kuwazuia. Kwa hiyo ukiwa na viungo tu wenye ubunifu, kwa sababu wanasogea mpaka eneo la 18 na wanakuwa wana namba kubwa, kwa hiyo ni akili tu ya kuweza kuunlock na kuweza kufunga. Lakini kwa aina ya Simba manake bado hawajakuwa na hiyo full total, ile tunasema ile, yani tunasema ni full total, kwa maana ile ya kuweza control mpira kwa ujumla wake, ile dominance hawajaweza kuipata full dominance. Kwa hiyo maana yake sasa yale magepu ya kutokuwa na mshambuliaji yanaonekana, lakini kitu kingine bado wana madhaifu kwenye defense. Ukiwa press ni rahisi kuweza kupressika, na hata jana Pamba dakika za mwisho ungekuwa kwa makini, maana yake ongeza kusekiwa alama zote 3, kwa sababu nafasi ambazo zitengeneza wakashindwa kuzitumia. Kwa hiyo timu ambayo inaruhusu sana, kama utaamua kuiataki na kupishana nayo, bado watakupatia chance ya kuweza kuwaadhibu kutokana na namna ambavyo defense yao imekuwa ikicheza.
Lakini pia kwenye huo mchezo wa jana, lakini kuna baadhi ya watu wamekuwa wakimshambulia sana, especially baadhi ya wachambuzi walikuwa wanasema kwamba watu sasa hivi wataanza kummisi Pinpin Kamara kutokana na lile goli ambalo amefungwa jana golikipa wa Simba Sport Club. Nafikiri ukianza kumkompea Kamara na Djibri kwa goli la jana utakuwa unakosea. Labda tu uangalie vitu vingine. Mimi napenda kutoa fair comment. Yaani uangalie vitu factor nyingine. Kamara kufungwa na Kosti. Ushasawa goli ile la mita ngapi? Tayari ilikuwa ni mbali kuliko ile goli la jana. Kwa hiyo nayo ukisema kwa kosa lile moja hapana. Labda tu uangalie factor nyingine, labda kucheza cross na vitu vingine vingi, lakini kwa lile goli ni makosa kweli ya golikipa ambaye aliyafanya, lakini hayahalalishi kwamba kumuona yeye sio bora kama Kamara. Kwa hata mwenye Kamara makosa aliyafanya, lakini pia hata Diarra sawa. Makosa kama gani anayafanya? Kuna goli moja alifungwa, nafikiri kwa na sikumbuki timu gani, katikati ya kiwanja. Ilikuwa ni mechi Yanga wanaongoza, jamaa akachukua ameanza kwenda kwanza akachungulia goli. Nafikiri msimu uliopita. Kwa hiyo kuna wakati kipa naye anakuwa yuko out of the, labda kwenye shape anaona, au kwenye eneo lenyewe lile mtu akawa mjanja akaangalia akaweza kutumia fursa. Kwa hiyo wafanye discussion ya kumzungumzia Djibri na Kasari sio kwa ajili ya lile kosa la jana, labda kwa overall majukumu yake kama goalkeeper wa klabu ya Simba. Lakini tukisalia hapa kwenye magolikipa, leo msemaji wa Young Africans Sports Club Ali Shaban Kamwe amesema kwamba msimfananishe Djigui Diarra na makipa wengine. Hii inadhihirisha kwamba Diarra ni kipa bora, lakini pia ana performance nzuri kabisa ambayo yani ni kitu ambacho kinaonekana. Hii inaashiria nini ukiangalia kwenye magolikipa wetu ambao wapo kwenye ligi yetu ya Tanzania? Nakumbuka nilikuwa mtu wa kwanza kutoa hiyo comments miaka 2 nyuma mitatu. Wakati huo niko nafanya kazi bado na Azam TV. Nilizungumza kwamba magolikipa wa Tanzania kipindi kile alikuwa anatamba Aishi Manula, ndio kwenye piki kwa Simba. Nikasema wana mengi ya kujifunza kwa Djigui Diarra. Na ni mjadala ambao ulizua sana maswali mengi, wachambuzi wakachambua kwenye maredio na nini. Ilikuwa kiasi kubwa sana kwa sababu watu hawakunielewa nini ambacho nilikuwa nakizungumza, na ni watu ambao wamekuwa sio wapenzi wa kuzungumza ukweli, na wakati mwingine wanaogopa kuzungumza ukweli. Lakini baadaye iliweza kudhihirika. Kwenye ambayo ameendelea kuyafanya. Uwezo kumkompea na kipa mwingine yoyote. Leo naweza nikasema kwamba Yanga kusekiwa hizo alama 3 ambazo wanazo katika mechi 3, mchango wake mkubwa 90 golikipa Diarra. Yaani kupata hizo alama 3 mechi ya Simba, kupata alama 1 mechi ya Azam, kupata alama 1 mechi ya juzi hapa ya Tabora. Diarra wakati ambako walinzi wanafanya makosa na wanaamini kwamba there is no option, yeye anakuja kuongeza kitu cha ziada. Lakini pia ni kiongozi kwenye timu, anasaidia timu kwenye kulinda na kwenye kuongeza, lakini pia ana uwezo wa kuweza kukaa situation kama timu iko katika mazingira magumu ya kuweza kushambuliwa, anaweza kupiga pasi. Kwa hiyo ana kila kitu, na hatujawahi kuwa na kipa kama yeye wa kigeni. Huo ndio ukweli, hatujawahi kuwa na kipa kama yeye wa kigeni katika nchi yetu, ndio amekuja. Kwa hiyo akizungumza hivyo msemaji anakuwa ana facts ambazo kweli zinafanya kwamba ni kipa ambaye uwezo ukamkompea na kipa mwingine yoyote. Lakini pia tukisalia kwa wa Simba Sport Club, jana tukio kwenye mechi nyingi sana tumeona kocha Steven Becker endapo akifanya sub moja tu anaenda kubadilisha mchezo, na imepelekea sana mpaka Pamba Jiji jana wakawa wanakuja kwa kasi sana kutaka mchezo, na wao ukitaka kupata goli kabisa dakika za mwisho. Tumeona amefanya sub na kwa kiungo Kante akamuingiza Morris Abraham. Tumeona baada ya ile sub Pamba Jiji walikuwa wanaonyesha kabisa kwamba wanataka kushinda ile mechi. Mifumo ya kocha, sababu anazozifanya, tunamtathmini vipi kocha? Kuna wakati unajua issue ya technical know how hasa kwenye football, wakati mwingine unachokifikiria wewe sawa, yani uwezi ukafanya maamuzi bila kufikiria timu nyingine na ukafikiria watafanya nini. So naelewa kwamba hawa wanaingia kipindi cha pili. Simba ni timu kubwa, wamefanikiwa kuweza kupata goli 1. Kwa level yao hawatakubali kubushana na Simba. Kwa hiyo itawalazimu wakae nyuma. Wakikaa nyuma sisi tutakuwa na muda mwingi wa kuweza kupress. Kwa hiyo sitakiwi kuwa na viungo wengi ambao wana slow down mashambulizi. Niwe na watu ambao watakuwa wana accelerate mashambulizi. Lakini pia niwe na watu ambao watakuwa na uwezo mkubwa kwenda kwenye eneo la adui, kwa sababu
hatuwezi kushambuliwa sana, tutakuwa tuna namba ndogo ya opponent, sisi tutakuwa tuna namba kubwa kwenye eneo lao. Kwa hiyo inakuwa ni mawazo ambayo ukiangalia ina mantiki, na hata ukichukua sequence za mechi za nyuma unagundua kuna kitu ambacho kipo. Sasa unapoingia ni wazo zuri, baada ya kuliingia opponent na yeye anaamua kuja, yaani wakati wewe ukiamini kwamba hata kuja atakwenda kuinda goli moja, hata yeye anaamua kuja, ndio ambacho kimetokea. Kwa hiyo mwalimu alipoishia yeye kuwaza, kocha Pamba Jiji ndo akaanzia hapo kuwaza, ndio maana ikawa ina madhara kwa kupanda klabu ya Simba. Tuamie kwa Young African Sports Club. Tumeona mechi za karibuni hizo wamekuwa wanatoa draw sana, na juzi pia wametoa na TRA draw. Kuna baadhi ya watu walikuwa baadhi ya watu wanasema kwamba wanatengenezwa mazingira ya kutokuchukua ubingwa, inapelekea mpaka wao wanatoa draw. Kuna baadhi ya watu wanasema pia mpangilio wa ratiba ambao wanapangiwa na bodi ya ligi sio mzuri, ndio unapelekea matokeo yao kwa mabovu. Lakini kuna baadhi ya watu pia wanasema kwamba hizi ratiba za kupangiwa mechi back to back huwa wanazitaka wenyewe timu kubwa, especially Yanga na Simba, kwa sababu kuna kipindi ambacho hizi timu kubwa mbili huwa wanakuwa kwenye mashindano ya klabu bingwa. Kuna muda unafika wanakuwa wanapata nafasi nyingi, yani wanakuwa wanapata muda wa kuweza kucheza hata mechi zingine za ligi. Ndio maana wanakuja kukutana na mateso kama haya ambayo wanakutana nayo. Kwa hiyo wasilalamikie ratiba. Nafikiri aliyoongea hivyo hajafanya assessment ya kina. Hivi tujue, ukivizungumza kwa ushabiki unapoteza maana. Ya lazima uweze kustick katika kuzungumzia ukweli na mifano hai. Ingekuwa sawa, Yanga anapangiwa mechi hizi, jambo la kwanza, na Simba anapangiwa hivyo hivyo, jambo la kwanza hapo pangepunguza malalamiko kwamba hao wote walikuwa kwenye mchezo wa kimataifa, kwa hiyo muda umebana, tukimbizana. Sababu alikuwa Yanga, alikuwa Simba, alikuwa Azam, alikuwa Singida, na wote walikuwa katika hatua ya makundi, yaani wametoka pamoja. Timu zote nne zilitoka pamoja, hamna ambaye aliendelea. Wanaanza pamoja, wametoka pamoja. Baada ya kutoka, tunakuta watatu wanapata afueni. Mmoja anacheza kila siku. Alafu sasa anacheza kila siku kwa fakta moja, hakuna muda mwingine wa kuweza kufanya hilo jambo. Yaani una haja gani ya kumpeleka mapema wakati kuna ample time ipo kwenda kwa mechi nyingine? Ndio shida inapokuja kufanya nini? Kuanzia hapo. Sio unaelewa nachozungumza kwamba kwa nini, yani kwa nini mmoja anatoka tarehe 1, tarehe 5, tarehe ngapi? Alafu kuna mmoja anatoka tarehe 1 mpaka tarehe 11. Sio unaelewa? Wote walikuwa kimataifa. Mpaka yani kabla mechi za jana Yanga na mechi 14, Singida sio na 10 na ngapi. Timu pekee ambayo ilikuwa na mechi chache ni Simba, mechi 12. Hasa maana hiyo athari ya ratiba inamwathiri Simba tu. Sio unaelewa? Yaani Simba ndo ana hizo excuse za ratiba. Kwa wengine wote hawana. Kwa kinachozungumziwa sio tu kucheza back to back. Kinachozungumziwa back to back inachezeka katika mazingira gani na kwa faida ya nani? Mbona wengine hawachezi? Yaani hiyo ndio issue. Haya mambo sijui kimataifa wanapata muda, haya yote sawa, possible. Sasa hapa why A hii B ni hii? Kwa nini? Hiyo ndio swala la msingi, ndio ambalo watu wanazungumzia. Unaweza kuangalia msimu uliopita Yanga na JKT walikwenda kiwanjani, siku hiyo ikapiga mvua, mechi kailishwa, ikapigwa siku ya ngapi? Kule Simba Arusha, mechi iko wapi? Si unaelewa mechi iko wapi? Utaongea kitu gani? Refari ambaye alinyima goli la Simba, sawa, dhidi ya Yanga, anafungiwa miezi mingapi? Miezi 6. Kimendele ambaye alikosa nini goli la Yanga la Dube, miezi 3. Refari ambaye alishindwa kutafsiri mechi ya Yanga na Namungo kwa kushindwa kutafsiri penalty, anashushwa daraja. Sawa, anashushwa daraja. Abraham mwenye mkuu. Refari ambaye ameshindwa kutafsiri penalty ya Singida dhidi ya Simba, anafungiwa michezo 3, mizunguko 3. Si unaelewa ninachokwambia? Mizunguko mingapi?
anafunga mizunguko mitatu. Refari ambaye alishindwa kutoa penalty ya Dube dhidi ya Azam mizunguko mitatu. Unanielewa sijui? Sasa ukiwa mtu mwenye akili, ukiwa ni critical thinker, unaweza kufikiria yajayo. Yaani kufikiria yajayo ni kuassemble the current factors ukizihusiana na muda unaokuja, ndio kinachotokea. Kwa hiyo unakuta kuna kila sababu ya kuona hapana, wewe unapendelewa. Unajua kupendelewa sio mpaka mtu uambiwe. Vitu vingine unaona tu. Nilikuwa namwambia mtu, mpo kazini mnafanya kazi. Wewe ukifika saa 4 barua. Nenda nyumbani, hivi barua, onyo. Mwenzako akija saa 6 mchana hakuna kitu. Wote mpo kwenye kazi moja tu. Mwisho siku ukija kutoa liwadi anapewa yeye mfanya kazi bora. Hamjaambiwa kama anapendelewa, lakini anapendelewa. Kwa hiyo haya mazingira ya kwanza kuhisi kwamba Yanga ananyanyasika ni mazingira ambayo yanatokana na ushahidi wa kimazingira ambao mtu yote ukiwa una akili unaona kwamba hapa kuna kitu kipo sawa sawa. Wachezaji wanafungiwa huku mechi 5. Huyu anakuja mechi 3. Unaelewa? Na anafungiwa baada ya muda kupita. Sasa ukichukua factors zote hapa kuna sehemu kwa kitu kinatafutwa. Kwa hiyo watu wanapozungumza hivyo wapo sahihi kwa sababu factors za kimazingira zinaonyesha. Pia Young Africans kuna baadhi ya wachezaji wao muhimu kama Dep, Dube, Job, Shadrack Boka wapo majeruhi, na Ali Shabani Kamwe leo amesema kwamba kile kipindi ambacho wamekipitia cha kutoa draw kimekwisha muda wake, na kuna baadhi ya wachezaji muhimu wapo kwenye injury. Unatathmini vipi mechi zijazo mbele ambazo wanaenda kukutana nazo Young Africans? Kiangalia wana majeruhi pia, kesho wanakutana na Mtibwa Sugar. Nafikiri issue ya majeruhi ina uwanda mkubwa. Mimi nikasema kama majeruhi ambayo yamechangiwa na ratiba, nitakuwa niko perfect kitaalamu, inazungumzika kwa sababu wanakosa muda wa kupumzika, wako very exhausted, toka eneo moja kwenda eneo lingine, matumizi makubwa ya nguvu, lakini pia na hali za viwanja sio rafiki, unabidi uende ukatumia energy nyingi, tope, nyasi, maji, kwa hiyo haiwezi kuwa rahisi. Lakini kingine, una hiyo changamoto, wewe kama mwalimu unafikiria nini? Yaani ushagundua hapa nina mechi, itafika hatua nitakuwa na mechi mfululizo, sawa za kucheza, lakini kuna timu ya wachezaji 30. Kwa hiyo itakiwa huyu mwalimu mapema, ingaje naye ana excuse, unaona hivyo ambako imekuwa kidogo kuna complication itakiwa mapema aanze kutanua wigo wa kikosi chake kwa kuangalia uzito wa mechi, uandae na wengine waje kuchukua jukumu. Leo hiyo kimchukua Showboy, kwanza ni kama sio mchezaji wa Yanga, kwa sababu kwa kuangalia hayupo kabisa. Kwa hiyo unaweza kumwambia njoo ucheze, ana utayari, ana match fitness, sio na anachozungumza. Kwa hiyo ingeweza kusaidia wakati unakutana na situation ngumu hizi, basi na wewe una backup ambayo inafanania ule ufiti. Nakumbuka kipindi cha Nabi, timu ya Yanga ilikuwa uwezi kujua anapangwa nani, wote walikuwa wako fit. Unakumbuka ya Nabi, Kibwana Shomari yuko sawa, ya Ukwasi yuko sawa, Sunani yuko sawa, yani timu yote inacheza. Maana vile inakusaidia kuweza kumanage michuano mingi, inakusaidia. Lakini hiko mwalimu wa Yanga au benchi la ufundi katika hilo walifeli. Yani walifikiri kwamba kina Dube pengine wataendelea kuwa hamna mpira wa hivyo. Kwa hiyo itakiwa kina Ndambwile, unaona, watu kama kina Faridi Musa, watu kama kina Showboy, watu kama kina Kibwana Shomari, watu kama kina Mwanengo, watu kama kina nani yule nani Edmund Dioni, na wengine walio wasajili wapate muda wa kucheza. Pate muda wa kucheza. Una mechi ya kombe la FA, weka wachezaji pale. Mechi ya ligi ambayo ni uzito wako kwa nyumbani, weka wale. Kwa hiyo unakwenda kutengeneza uwiano sawa wa match fitness. Kwa hiyo hata kipindi kigumu wanaweza kulikava, wanaweza kuja kufanya kwa ni proper. Kwa sababu mchezaji yote aliyosajiliwa Yanga, mimi naamini anaweza kufanya Yanga chukua bingwa ndani. Hicho itakuwa kimataifa tu. Mchezaji yote aliyosajiliwa Yanga anaweza kufanya Yanga chukua bingwa ndani. Hicho ni nini? Kimataifa. Hasa huku ndani umewaandaa, unawatumia. Lakini jambo lingine naye anaweza kawa na excuse, akasema nimefika timu iko katika mashindano. Sawa Kwa hiyo siwezi kuanza kujaribu nilichokifanya, nimeanza ile kundi ambalo nimekuta linacheza. Kwa hiyo siwezi nikaanza kurisk kuingiza watu wengine wapya, sababu hata mbinu zangu ambazo ninazo bado sijazitumia zote, kwa sababu nina train niko katika mashindano na nimekutana kabingwa barani Afrika. Kwa hiyo na yeye anaweza kawa ana excuse. Kwa hiyo ndio madhara ya kutokuwa na mwalimu tokea mwanzo wa
Kwa kuna fakta nyingi zinakuwa zinaingia ambazo zinapelekea jambo kushindwa kujua exactly hasa upande wa technical bench wanasimama wapi. Lakini ukija kwenye fakta za kisayansi utamwambia kwamba ratiba imeweza kuathiri Yanga mpaka wanapata wanayopata. Tumalize na hili Alan Okello. Wanasema Alan Okello sio bora kuliko Shehani. Hapana. Hiyo sio kweli, utakuwa unakosea levels. Okello ni mchezaji mkubwa, lakini anatakiwa aambiwe kwamba hii ni Yanga. Pambana, onyesha uwezo, tupate matokeo. Anatakiwa aambiwe hii ni Yanga. Pambana, onyesha kile ambacho unacho, ambacho kinatufanya tuweze kukusajili. Hii sio Vipers, hii sio Uganda the Cranes, hii Tanzania ligi ni ngumu. Yani kuna wake up calls ambayo anahitaji ili imrudishe kwenye hali ambayo yuko nayo, lakini akiwa kwenye piki yake hawezi kumkompea na Shehani. Lakini pia nitaka kusahau kwenye baadhi ya interview ambazo umefanya kwenye kipindi cha Salamba TV, uliwahi kusema kwamba Bweye hawezi kuisaidia Simba. Pia Jonathan Soa Simba inamhitaji sana Jonathan Soa. Ni kweli? Yani niliwaambia na ndio keshoendelea mpaka sasa Bweye ana magoli mangapi na assist ngapi? Sindikiosi mashangilia tu cha siku. Anafanya nini? Nyinyi mnamtaka watu machachari. Hana impact hiyo toka amekuja. Hana impact. Kwani nizungumza kwa maana ya namba, kwa mchango wake. Mimi sikuangalia yeye kupiga visigino, kupiga nini, hivyo vipo tu, lakini tulikuwa naangalia kwamba output yake ni kwa sioni. Lakini pia kwa mazingira walionayo Soa ni muhimu sana kwao, kwa sababu hawana mshambuliaji wa karibu ya Soa, na kipindi hiki ambacho wana watu ambao wanaweza kusogea, wana Anseti ya Ura, wana Bweye ambao wanaweza kupata machachari, Soa angeweza kusaidia kwa sababu angekuwa anapata space. Walinzi wanakuwa busy na hao wachezaji wengine, lakini pia wana Chama ambaye kimsingi ni mtu ambaye ana utulivu mkubwa sana, japo yeye imeenda ana jicho la kuona kwa sababu Soa anacheza na target zake, angeweza kuwasaidia. Shukrani sana. Karibu sana.